Ujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Serikali ya Tanzania imesema kuwa haitavumilia kuona baadhi ya mashirika ya umma kuendelea kunufaika kwa kutumia rasilimali za umma bila kurejesha faida kwa serikali. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu ameonya kuhusu kushuka kwa viwango vya watoto wanaozaliwa duniani, akisema ulimwengu unashuhudia kuporomoka kwa idadi ya watu. Na katika michezo, uongozi wa Simba umetoa taarifa kuwa unaendelea kujiandaa na mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya mtani wake Yanga. Mchezo huo utakaopigwa Juni 15 mwaka huu. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo. Uko nami Brown Tinda. Serikali ya Tanzania imesema kuwa haitavumilia kuona baadhi ya mashirika ya umma kuendelea kunufaika kwa kutumia rasilimali za umma bila kurejesha faida kwa serikali. Akizungumza katika hafla ya kupokea gawio na michango kutoka kwa taasisi na mashirika ya umma, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema mashirika yanaaswa kuwa sehemu ya mabadiliko ya kiuchumi. Taarifa ya Esau Godwin inafafanua zaidi. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema zama za mashirika ya umma kuchuma serikalini bila kurudisha faida zimepitwa na wakati na kwamba mashirika yanapaswa kuibeba serikali. Amesema hayo katika hafla ya kupokea gawio na michango kutoka kwa taasisi na mashirika ya umma na kuongeza kuwa mashirika yanapaswa kuwa sehemu ya mabadiliko ya kiuchumi. Duniani mashirika ya umma yamekuwa nguzo muhimu katika kuchochea maendeleo na katika baadhi ya nchi ndio yanayotoa mchango mkubwa zaidi kwenye pato la taifa. Gawio tunalolipokea leo au tulilolipokea leo ni kielelezo cha juhudi, uwajibikaji na uadilifu wetu katika kusimamia rasilimali za umma na ni mrejesho kwa mageuzi na maboresho ambayo tumeanza kuyafanyia kazi kwenye mashirika yetu ya umma yanaleta matokeo. Kwa upande wake, msajili wa hazina Nehemia Mchechu amesema Watanzania wamekuwa wakifanyia vizuri katika nafasi za juu za uongozi ndani ya kampuni kubwa, hasa zile ambazo zina ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Mheshimiwa Rais, katika mabadiliko haya kulikuwa na maagizo yako, lakini pia ni hitaji kubwa la kufanya mabadiliko kwenye uongozi wa juu kwenye baadhi ya kampuni za ubia. Tuna kampuni ambazo sasa tunajivunia zinaongozwa na wazawa. Tunaweza tukazungumzia kampuni ya NMB, tunazungumzia kampuni ya Puma, tunazungumzia kampuni ya Tipa, NBC na nyingine nyingi ambazo zitakuja kwenye listi. Uzuri katika kampuni hizi sio kwamba tumekuwa na wazawa wamekaa pale kwa sifa yao ya Tanzania, lakini kiwango cha ufanisi wa kazi kilichofanyika ndani ya miaka 4 ni kikubwa sana. Mchechu ameongeza kuwa ofisi ya msajili wa hazina inatathmini uwezekano wa kuanzisha utaratibu wa kutoa motisha kwa watumishi wa umma na mashirika ya serikali ambao wanafanya kazi vizuri katika ukusanyaji wa mapato na kukuza biashara. Ofisi ya msajili imetoa gawio la shilingi trilioni 1.28 kwa mwaka 2025 kutoka mashirika ya umma 213 pamoja na kampuni ambazo serikali ina hisa, ikiwa ni ongezeko la 68% ikilinganishwa na mwaka 2024. Esau Godwin, Dream Media habari. Shukrani sana Esau Godwin. Baadhi ya wananchi katika maeneo mbalimbali jijini Mbeya wamelalamikia kitendo cha baadhi ya wauza mkaa katika maeneo hayo kuminya makopo na kusababisha mkaa unaowekwa mle kuwa mchache. Wakizungumza na Dream Media kuwa wananchi hao wamesema kuwa kwa sasa hali imekuwa ni ngumu, huku wakiomba wauza mkaa kuona namna ya kufanya ili kuweka usawa wa unafuu wa maisha kwa kila mmoja. Taarifa yake Rachel Mgala
inasimuliwa zaidi. Baadhi ya wananchi jijini Mbeya wameeleza kilio chao kwa kuwa wapambanaji ambao ni wauzaji wa mkaa kwa kuyaminya makopo yanayotumika kupangia mkaa, wakisema hali hiyo imekuwa ikiwaumiza kwani mkaa unaowekwa kwenye makopo hayo ni mchache. Ambazo tunapitia ni yani wafanyabiashara wa mkaa siku hizi wameona labda sijui wapate faida. Yani yale makopo ambao wanaekea mkaa saizi sijui yani anakuwa ameshapinda, sijui anayakalia, sijui hata tuelewe. Mkaa unakuwa kidogo kwenye kopo. Naye mmoja wa wajasiriamali ambaye anajishughulisha na biashara ya mkaa, Tumaini Obedi, mkazi wa mtaa wa Gombe Kaskazini uliopo kata ya Itezi jijini Mbeya, amekiri kuwa ni kweli makopo yanaminywa ili kupata faida, kwani sasa upatikanaji wa mkaa ni changamoto. Na tunayachukua yakiwa maziwa, ile sisi wafanya biashara sasa ili tupate faida kubwa ndio tunayaminya kidogo. Kuhusu namna jamii inavyowachukulia wauza mkaa, Tumaini amesema baadhi yao wamekuwa wakiwadharau na kuona ni watu walioshindwa maisha, akisema dharau haifai kwani inadhoofisha jitihada za mtu kupambana. Jamii kila mtu inabidi aheshimu kazi ya mwenzi anayofanya. Ndio na washauri hicho jamii asidharau kazi ya mwenzi kwa sababu kila mtu hiyo kazi na mwenzia kipato. Jamii katika maeneo mbalimbali nchini imeombwa kuheshimu na kuthamini kazi ya kila mtu inayomuingizia kipato na si kudharau, kwani kufanya hivyo inadhoofisha jitihada za mtu kupambana. Rachel Mgala, Dream Habari. Kaimu makamu mwenyekiti wa chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA Devota Minja amesema wanawake wengi nchini wanaishi maisha ya huzuni kutokana na mikopo inayowadhoofisha kiuchumi na kihisia. Akizungumza mbele ya wakazi wa Kigoma mjini katika mwendelezo wa mikutano ya hadhara ya chama hicho, Minja ameeleza kuwa endapo CHAUMMA kitaingia madarakani kitaweka mikakati ya kuwawezesha wanawake kujishughulisha na shughuli za kiuchumi zisizowaumiza. Tumsikilize kaimu mwenyekiti wa CHAUMMA Devota Minja. Mheshimiwa Rais Samia akiingia madarakani, wanawake watakuwa na furaha. Lakini wapi? Naomba niwaulize. Nyinyi kausha damu hapa ipo haipo? Wana taifa hili ndugu zangu, kila unayemuona unafikiri kachanganyikiwa. Akienda kisiwani anaongea mwenyewe. Akienda sijui shambani anaongea mwenyewe. Akirudi nyumbani anazungumza mwenyewe. Kausha damu. Mama anaenda kukopa shilingi 50,000. Baada ya wiki anatakiwa kulipa laki. Taifa la namna gani hili? Yani nyinyi 10% za mapato ya Ujiji hapa zinatakiwa zirudi. Yani kama wamekusanya fedha za mapato 10% ya mapato yote, 10% inatakiwa irudi wakapewa mikopo wanawake, vijana na walemavu. Nyinyi ni mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyosimuliwa kwako na Resta Fales. Jeshi la anga la Ukraine limesema kuwa nchi ya Urusi imerusha droni 479 nchini humo usiku kwa mkia leo Jumanne katika mashambulizi makubwa kuwahi kushuhudiwa katika vita hivyo. Taarifa zinaeleza kwamba pamoja na droni, makombora mengine 20 ya aina tofauti pia yalivurumishwa katika maeneo mengine ya kati na magharibi mwa Ukraine, huku jeshi hilo likisema lilifanikiwa kudungua droni 277 pamoja na makombora 19 na kwamba ni droni 10 tu zilizopenya na kulenga maeneo yaliyokusudiwa na Urusi. Imeelezwa kuwa haikuwa rahisi kuthibitisha madai ya Ukraine, lakini kwa kawaida mashambulizi ya anga ya Urusi huanza jioni na kumalizika mapema alfajiri kwa sababu inakuwa vigumu kuzibaini droni gizani. Urusi siku za hivi karibuni imekuwa ikishambulia maeneo ya makazi kwa droni aina ya Shahed nchini Ukraine katika vita vyake vilivyodumu zaidi ya miaka 3, mashambulizi ambayo yamesababisha mauaji ya zaidi ya watu 12,000, hii ikiwa ni kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa. Kwingineko, mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA ameonya kuhusu kushuka kwa viwango vya watoto wanaozaliwa duniani, akisema ulimwengu unashuhudia kuporomoka kwa idadi ya watu.
Ripoti mpya iliyotolewa na UNFPA imesema kuwa watu wengi wanataka watoto wawili na zaidi, lakini mamilioni ya watu duniani hawawezi kufikia matamanio yao ya kufanya hivyo. Uchunguzi uliohusisha watu 14,000 kutoka mataifa 14 unaonesha kuwa matatizo ya kifedha na kukosa mwenza anayefaa kwa sababu kuu za watu kusita kupata watoto. Ni kwamba mtu mmoja kati ya 5 waliohojiwa wamesema bado hawajapata au hawatarajii kupata idadi ya watoto wanaotaka. Nchi zilizohusishwa katika utafiti huo ni Korea Kusini, Thailand, Italy, Hungary, Ujerumani, Sweden, Brazili, Mexico, Marekani, India, Indonesia, Morocco, Afrika Kusini na Nigeria, ambazo zote kwa ujumla zina 1/3 ya idadi ya watu duniani. Hata hivyo, mkuu huyo wa shirika la UNFPA amesema ulimwengu hivi sasa unashuhudia kushuka kwa kiwango cha kuzaliana kwa kiwango ambacho hakikutarajiwa kutokana na watu wengi kuhisi hawana uwezo wa kuanzisha familia wanazozitaka, na kulitaja hilo kuwa tatizo linalotoa picha halisi ya mfumo wa familia duniani. Na mtazamaji, huyo ni Resta Fares katika habari za mataifa mbalimbali. Na sasa tuziangazie taarifa za michezo, ambapo uongozi wa Simba umetoa taarifa kuwa unaendelea kujiandaa na mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya mtani wake Yanga, mchezo huo utakaopigwa Juni 15 mwaka huu. Huyu hapa Brown Ben Mbwawa akikuletea mkusanyiko wa habari mbalimbali za michezo. Katika michezo ni kwamba leo klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama, wapenzi na umma kuwa mchezo namba 184 dhidi ya Yanga uliopangwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025 upo kama ulivyopangwa. Taarifa hiyo inaendelea kusema kwamba tunawasihi msihadaike na kelele za mitaani. Wale ambao walinunua tiketi za mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025 wazitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua tiketi baada ya tangazo la bodi ya ligi. Twendeni tukaujaze uwanja wa Mkapa. Inafahamika wazi kuwa ligi kuu ya NBC inajumuisha timu 16 na si ligi ya timu moja. Kwa mujibu wa taratibu, kabla ya kuanza kwa msimu, vilabu vyote 16 hushiriki vikao na kutoa mapendekezo ya kuboresha kanuni na taratibu ili kuimarisha ligi yetu, hivyo wenye hoja wafuate taratibu husika. Tunaomba bodi ya ligi na TFF watoe hadharani ripoti ya uchunguzi juu ya wale wote waliohusika kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025 na wachukuliwe hatua stahiki na mamlaka husika. Kutotolewa kwa ripoti na kuchukuliwa hatua kwa wanaoendelea kuchochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira ambao unatia dosari mafanikio yaliyopo katika tasnia ya mpira wa miguu nchini kwa sasa. Na katika habari za kimataifa ni kwamba michuano inayosubiriwa kwa hamu ya kombe la dunia ngazi ya virabu, michuano hii itaanza kutimua rasmi vumbi huko Marekani Juni 15 mwaka huu, Al Ahly dhidi ya Inter Miami, lakini mchezo mwingine utakuwa ni PSG dhidi ya Atletico Madrid. Shukrani sana Brown Ben Mbwawa kwa taarifa hizo za michezo. Na kabla ya kuhitimisha Dream habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliyokuwa nayo kwa siku hii ya leo. Serikali ya Tanzania imesema kuwa haitavumilia kuona baadhi ya mashirika ya umma kuendelea kunufaika kwa kutumia rasilimali za umma bila kurejesha faida kwa serikali. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu ameonya kuhusu kushuka kwa viwango vya watoto wanaozaliwa duniani, akisema ulimwengu unashuhudia kuporomoka kwa idadi ya watu. Na katika michezo, uongozi wa Simba umetoa taarifa kuwa unaendelea kujiandaa na mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya mtani wake Yanga, mchezo huo utakaopigwa Juni 15 mwaka huu. Na huo ndio mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ, na kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwa heri.